Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibu sana katika kipindi cha Nashidi Zetu, kipindi ambacho kinakujia wiki kwa siku moja, lengo likiwa ni lile la kuweza kukukurubisha ama kuwakurubisha munshiduna mbalimbali wa Kitanzania kwa lengo la kuweza kuwafahamu, lakini pia kufahamu zile kazi mbalimbali ambazo wanazifanya katika jamii kupitia tasnia hii ya Nashid. Lakini lengo kubwa zaidi pia ni kuweza kuieneza na kuisambaza, halikadhalika kuitangaza tasnia hii ya Nashid ambayo kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni tasnia bora kabisa katika ulimwengu, bali ni katika zinatumika pia katika haflat mbalimbali za kitaifa, lakini pia za kidini na kijamii kwa ujumla. Na kama ilivyo kawaida, tunakuletea munshiduna mbalimbali katika studio zetu hapa Istiqama Swahili TV, na leo hii tena alhamdulillah tuko naye mgeni wetu hapa ambaye baada ya muda mfupi utamfahamu, atakusalimia, na baada ya hapo taingia moja kwa moja katika zile ahdaf au malengo ya kipindi chetu hiki. Lakini kumbuka kwamba kipindi hiki kinakujia kwa ushirikiano mzuri kabisa, ushirikiano bora wa fundi mitambo wetu hapa Sheikh Saud Hussein Lohita, lakini mimi mtangazaji naitwa Said bin Musa, nikiwa na kuomba usubscribe channel yetu, lakini pia like na share, sambaza kwa wengine kwa ajili ya wao kupata taaluma kupitia channel yetu hii ya Istiqama Swahili TV, halikadhalika kuweza kufahamu dini yao ya Kiislamu, lakini pia kufahamu masala mbalimbali ambayo yanahusu jamii, yale ambayo wanafaa kuyafahamu katika ulimwengu huu. Na moja kwa moja sasa ni kuunganishe na munshidi wetu, mgeni wetu ambapo au ambaye tunajivunia kwae kupitia ujio wake hapa Istiqama Swahili TV, na inshallah kupitia yeye tutapata na kuvuna mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na tasnia hii ya Nashid, lakini pia ikiwa ni sehemu ya burudani, halikadhalika ndani yake tukiwa tunapata ukumbusho kwa yale masala ambayo yanahusiana na dini ya Kiislamu, lakini pia jamii kwa ujumla. Moja kwa moja sasa bila ya khiana nikutajie tu kwa jina moja, lakini inshallah inawezekana yeye atakuja kutuambia majina yake kamili na tutakuja kufahamu mengi zaidi kuhusiana na yeye baada ya kujitambulisha kwake inshallah. Anaitwa Yusko. Bila shaka ni jina hili ambalo limekuwa ni maarufu sana katika jamii, na zaidi ni wale mashabiki fans wa kiye, lakini pia mashabiki wa Nashid kwa ujumla. Amekuwa ni mtu maarufu katika masikio yetu, ni maarufu katika macho yetu katika kutazama mitandao ya kijamii, lakini pia inshallah leo hii tutapata kujua kuhusiana yeye mengi zaidi ya yale ambayo ulikuwa unafahamu au pengine ulikuwa humfahamu hata kwa asilimia fulani. Inshallah itakuwa ni siku ya kwanza na siku adhim kabisa kuweza kupata malengo hayo ya kumjua na kufahamu kwa mukhtasar angalau kile ambacho angefanya katika tasnia hii ya Nashid. Lakini kwa urefu zaidi inshallah nadhani itakuwa au atatuambia jinsi gani tunaweza kupata kazi zake kupitia mitandao ya kijamii, ikiwa ni jukwaa ambalo linatumiwa na watu wengi katika ku-upload au kuweka pale kazi zao mbalimbali ambazo nifanya katika jamii. Naam, karibu sana Sheikh. Karibu sana katika studio zetu za Istiqama Swahili TV. Jisikie kuhuru kabisa na tunajifakharisha kwa kweli kuwa nawe katika studio zetu hizi, lakini inshallah tutaraji tutajifunia au tutavuna mengi mno. Wanasema Waswahili, mwenyeji njoo mgeni njoo mwenyeji yapone. Kwa hiyo tutaraji inshallah tutapona kupitia nasaha zako, lakini pia tutapata mambo mengi zaidi inshallah kupitia wewe kwa kile ambacho unakifanya katika jamii. Karibu sana, umsalimie mtazamaji wetu inshallah. Shukran sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Majina ya kuzaliwa naitwa Yunus Sudi Cosmas, jina langu la sanaa na tumika kama Yusko na wengi wananifahamu hivyo. Ni munshid kutoka chini ya usimamizi wa lebo ya Nasaim Loheta. Okay. Nimekulia hapo, nimeanzia hapo. Mwanzo nimeanza Nashidi nikiwepo na user ambapo alianzisha kikundi chake, alikuwa anaita Al-Bashir. Okay. Baada ya kufa kile kikundi tena mimi ndipo nikaenda kwenye Nasaim Loheta ikiwa inasimamiwa na Faizul Loheta. Okay. Yeye ndo akawa ananishika mkono kipindi hicho sijajiunga. Yusko fanya hivi, Yusko toa hichi, na nilianza spoken words tu zile za kuzungumza kama albajuni vile. Nikawa nakwenda mwisho nikawa najaribu alhamdulillah amenispana nimeweza alhamdulillah. Mashallah. Kutoka Al-Bashir mpaka Nasaim.
kuna siri gani hapa au kuna mambo gani ambayo yalisababisha pengine kikundi cha kwanza kufa alafu sasa tukaingia katika kikundi chingine hiki ya makundi hili la Nasaim? Kuna nini ambacho kimetokea? Unaweza kutuambia angalau kwa mukhtasari pengine kwa kile ambacho unakifahamu wewe? Hakikufa kwa ugomvi wala kwa chuki yoyote. Pengine ni changamoto tu. Mwenzangu alikuwa anahitaji changamoto nyingine, kwa sababu yeye ndio ndo kiongozi wa hiyo crew. Akaja akanambia Yusko bana, mimi natamani kujiunga na Afaizo nifanye kazi na Afaizo. Niliwahi kumgusia nikamwambia sasa ili grupu la Albashiri linakuaje? Na mimi ndo kwanza ilikuwa ndo kwanza nimejiunga. Imagine unakwenda kwenye nyumba afu mwenyeji anakuambia mimi naondoka na kuachia nyumba. Nahama. Sasa wewe ndo kwanza unaingia pale lakini anakuambia nahama. Nikamwambia sawa, basi ukaenda twende wote, lakini mimi sitokuwepo kama ni msanii wa Afaizo kwa sababu sina vigezo, sina nyanja yoyote kuwa kama ni msanii wa Afaizo. Kweli akaenda akajiunga, akawa yupo. Mimi nikawa niko nje ya usimamizi wa Nasaim, lakini siwezi kufanya kazi pasi na kumshirikisha Afaiz kwa sababu nikanamuona yuko active, akwambia kitu fulani toa, fanya. Na kazi ya mwanzo nakumbuka kuitoa nikiwa niko nje ya lebo ya Albashiri ilikuwa ni kuna kazi moja inaitwa Riski. Tulitoa ile Riski ile. Tukaitoa ile Nashid, niliwatafuta nilimtafuta user, nikamtafuta kuna mshindi mmoja anaitwa Scam, ile sasa hivi amepunguza. Na user wakati bado ndo kwanza anaanza zile harakati za kutaka kujiunga na Saim. Then hapa akajiunga. Maisha yakaendelea, lakini ile halikufa kiugongo, maana yake yani liliondoka kwa mazingira kama haya ambayo ni ya usalama bila shaka. Inshallah khair. Shukrani sana. Huyo ni Yusko ambaye tumepata historia yake kwa ufupi kuhusiana na masala ya Nashid na namna vile ambavyo ameanza na hatimaye ameingia katika lebo hii ya Nasaim. Lakini tuweze kufahamu sasa, Yusko, sasa umekuwa ni munshid kamili baada ya kutoka katika mfumo ule wa spoken words ukaingia katika mfumo huu ambao umekuwa ukitumiwa na watu wengi zaidi. Lakini tuambie sasa sababu kuu ya kuingia katika tasnia hii ya Nashid. Tungeweza kufahamu pia malengo. Naweza nikasema ni hobby, ni mtu kitu ambacho anachokipenda. Kipindi nakumbuka nikiwa niko form 2, nilikuwa napenda sana kusikiliza wazungu wanaita documentaries zile ambazo watu wanazungumza mfano kama maisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makala mbalimbali zile watu wanavyoeleza. Sasa nikawa nina shauku na hamu na mimi nifanye ili nitie sauti yangu kwa naigiza sasa zile mambo wanaofanya. Nikaja nikamsikia mtu wa mwanzo kuniinspire ni zidi kupenda spoken words alikuwa ni Abu Thaqib. Alipofanya shairi moja akiwa yeye na Afaiz wanaita ile zaujati ile. Astaghfirullah, ilikuwa ni Kabu. Mtazame Alia, Rayani pamoja na Nasrini wamependeza. Yani ikawa napenda sana kumsikiliza. Yani huko safari yangu ikaanzia hapo. Mpaka nikajikuta na mimi nimeingia kwenye ulimwengu wa Nashid. Mashallah. Sasa ni umegunduaje kipaji chako? Maana kila mmoja anakuwa na njia yake ama na nyanja yake ya kufahamu kwamba mimi nina kipaji. Sasa sio umegunduaje kipaji chako? Tangia niko shule. Na ilikuwa ni shule gani pengine? Bubu School pale. Bubu School, Naweza kusema kwamba wachile mbali kipaji cha Nashid nina vitu vingi, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenibariki nao. Tangia niko shule nilikuwa napenda sana kuigiza kama ni mtu mwenye busara, kwa sababu nilikuwa napenda ile kuzungumza manake maneno tofauti tofauti. Nikaja nakumbuka nikaandaa shairi fupi kwa sababu user ndo mtu wa mwanzo, yani kama ni mtoto basi mimi ni mtoto wa user. Akanambia, "She, mbona kama unaweza kufanya kitu fulani alafu sauti yako ni tone sana, ni icon, hebu na bado mlikuwa shule pale wewe na yeye?" Mimi nimemaliza mwanzo kuliko yeye. Akanambia hebu fanya. Nakumbuka akawa ananichukua ananipeleka kwenye studio mbalimbali, tunakwenda tunafanya. Hazikuwa nzuri sana kwa wakati huo, ngizisikiliza sasa hivi naona hapa hii kuna utofauti mkubwa maana yake sana. Ngana kwenda ananiambia
Yusko bwana unaweza, Yusko unaweza. Akaenda kawa ananipa ile hope. Mwisho siku nikajikuta kwamba it's okay, mimi naweza. Nikaamua sasa kuvaa uhusika kamili. Okay, miwacha mimi ni move on, nifanye hivi. Okay. Nimefanya alhamdulillah, nakuta niko. Mashallah. Na mwitikio wa jamii ulikuwaje kwa wakati ule baada ya wewe kuingia katika tasnia hii nashidi baada ya kupata ushawishi? Ulikuwa ni mkubwa sana. Mwitikio wa awali kabisa pale unaanza bismillah. Yani ulikuwa ni mkubwa sana. Sijui niseme vipi, lakini najivunia alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenijalia kitu kimoja. Mfano tunaweza tukawa watu 10, tunafanya kitu hicho kimoja. Lakini kwenye wale watu 10, mimi nitakuja kama ni tone ama ni icon kwenye wale watu 10. Mashallah. Unaweza kaimba vizuri, lakini the way mimi nitakuja, yani manake napenda kujitofautisha, tusifanane, kwa sababu sote tukiwa kitu kimoja tuonekana hao sawa. Kwa nashukuru alinipokea vizuri sana. Sana alhamdulillah. Mashallah. Inshallah khairi. Shukran sana. Huyo ni Yusko ambaye maelezo yake yameanza namna hiyo, lakini inshallah tutapata kujifunza kusikia mengi zaidi ya hiki ambacho tumekisikia, na zaidi tutakuja kusikia pia au kuona baadhi ya kazi zake ambazo amezifanya katika upande huo wa nashid. Yusko, huyu ni Yusko, na alhamdulillah kama nilivyosema kwamba umekuwa ni munshid sasa, na pengine kazi kadhaa tayari umeshazitoa, lakini unahisi kuna mafanikio yoyote baada ya kuingia katika fani hii ya nashid, au labda kuna changamoto zozote tungeweza kufahamu katika nyanja zote mbili hizi? Mafanikio ya nashid yapo sehemu tofauti. Okay. Mimi nizungumzie kwenye upande wa heshima. Tuachane na upande wa kipato. Alhamdulillah. Naheshimika sana. Kubwa. Yani unajua unapewa mtu heshima, unasema hii mbona kama sistahili, kama sistahili yangu. Yani anatokezea mzee mtu mzima, anakuona kama sijui kitu gani hivi. Yusko, salamu alaykum, vipi hali, karibu. Na alhamdulillah tukiwa tunasafiri, mfano tukielekea Pemba, Tanga, yani the way watu wanavyotupokea, yani huwa nashangazwa sana. Mimi nahisi nafanya kitu kidogo, lakini kumbe kwa watu kinakuwa kitu kikubwa, tofauti ambavyo watu wanakiangalia, maana kiona ni kikubwa zaidi. Naam, yani mimi naweza nikakaa, mfano nimefikiria tu hapa nitunge nashidi ambayo inahusiana na mayatima. Nimechukulia ni kitu kidogo sana, lakini mtu anaposikiliza the way anaposoma anachukulia maskini huyu mtu inamuathiri katika moyo wake. Nashukuru alhamdulillah, yani heshima kubwa sana. Na unakumbuka nashidi ya kwanza ilikuwa na unajua mwanzo mgumu unasema, sio? Ilikuwa na changamoto gani nashidi ya kwanza? Lakini pia kwa faida ya watazamaji wetu tungepata kujua pia kwa wakati ule ulikuwa unatumia studio gani ambayo ulifanyia kazi yako ya kwanza? Nashidi ya mwanzo mimi kurekodi ilikuwa ni kuna rafiki yangu mmoja anamuita The Don. Nilikwenda pale Safrullah, Mwenyezi Mungu anisame, sikupenda kuzungumzia hichi, lakini hakuwa, yani seme hakuwa kwamba ananifanya kama ni kweli na rekodi. Asa alikuwa ananichukulia tu, huyu anakuja nipate pesa yake, maisha yaendelee. Kuondosha njiani tu ile. Basi. Alikuwa anakwenda na hizo ndio changamoto zenyewe sasa. Ndio changamoto zenyewe. Yani na rekodi kitu ni kibaya, lakini kizuri Yusko bwana, hapa umeweza, hapa umenini. Lakini pia kiupande mwingine alhamdulillah, yani zile ule uongo wao ndio umenifanya mimi nikawa naongeza juhudi, kumbe kweli naweza. Kwa alhamdulillah nashukuru. Naam. Wakati mwingine uongo unasaidia. Unasaidia. Unakumbuka na shilingi ngapi umeshazitoa tayari mpaka wakati huu? Kuzikumbuka zote moja kwa moja kwa shida kidogo. Zinaweza kafika 15 kwa ambazo zilizokuwa YouTube nafikiri, na nyingine ambazo sijazitoa inaweza kafika mpaka 3 mpaka 4. Kazi ya utunzi anafanya nani? Unafanya mwenyewe. Mashallah. Sauti pia unatia mwenyewe? Mara nyingi sauti unasaidiwa. Mimi ni mzito sana kutafuta sauti. Naweza nikaipata ya mwanzo, alafu ya pili ima ikiwa kushuka ama ya kupanda ikawa inanitesa. Mara nyingi ninaweza katafuta mtu kaambia bana hapa pako vipi, na mara nyingi huwa natafuta watu wawili sana, huwa Faizo ama wanamtafuta user. Na mara nyingi sana na watu wawili zaidi unawatumia. Na ungetutajia angalau mashine zako 2-3 inshallah tuzifahamu kabla ya kuwatazamisha watazamaji wetu. Nashidi ya mwanzo ambao mwenyewe naipenda sana ni nashidi ya mama.
Okay. Ya, kwa sababu ile nashidi nilipoitoa kipindi hicho mama alikuwa anahisi kama anafanya mchezo sana kwenye mambo ya nashidi. Okay. Kwa nilipoitoa ile nashidi mama akahisi sawa. Mwanangu kweli anafanya kitu. Akiwa umempa zawadi. Nimempa zawadi amepokea vizuri. Akakuunga mkono sasa. Na akafurahi alhamdulillah. Mashallah. Na nashidi ya pili ambayo naipenda lakini inanihuzunisha ni nashidi ya Kimboka. Okay. Nayo unaipenda lakini inanihuzunisha kwa sababu ni historia ambayo iliugusa ukweli kidogo ndani kulingana na mazingira yetu ambayo tunaishi hapa Unguja. Okay. Ya, nashidi ambayo naipenda kwa sababu ina ujumbe sana. Na nashidi ya tatu nilifanya si zamani sana. Nilifanya na huyu mtoto anamuita Muhammad ambaye ni mwanafunzi wake Sudi Khafa. Okay. Inaitwa Uamuzi. Na Uamuzi. Okay. Yeah. Nashidi ina ujumbe nao kidogo alhamdulillah. Mashallah, hii zawadi ya mama ambayo yenyewe kamlainisha akakupa ruhusa moja kwa moja mwanangu, akupa baraka. Hii fani nimekuridhia, ifanye kiroho safi. Unaweza kukumbuka mashairi yake pengine angalau beti mbili inshallah? Naweza nikakumbuka ndio. Naweza sababu ni kitu ambacho tuimbie kidogo. Bismillahirrahmanirrahim. Mama mzazi uliyenizaa, ni dua nyingi uliniombea, 9 miezi tumboni nilikuwa, kula hawezi nilikusumbua. Allah kutunze na afya daima, nyingi baraka akupe karima. Mashallah. Inshallah khairi. Shukran sana Yusko, na inshallah tunaomba ruhusa tuwatazamishe wafuatiliaji wetu nashidi hii ya mama, na baada ya hapo inshallah tutaendelea. Tuangalie nashidi hii ambayo umesoma ni mwenyewe tu ama kuna mwingine? Hapana, nimesoma mimi mwenyewe tu. Inshallah tuangalie nashidi hii ya mama na baada ya hapo tutaendelea. Mama mzazi uliyenizaa, ni dua nyingi uliniombea, 9 miezi tumboni nilikuwa, kula hawezi nilikusumbua. Allah kutunze na afya daima, nyingi baraka akupe karima. Kipenzi changu ewe ummi mama, roho yangu nakupenda sana, huruma zake Mola subhana, zikushukie ewe wangu mama. Huruma zake Mola subhana, zikushukie ewe wangu mama. Ulinitunza na kulea vyema, ukanifunza mimi vya kusema. Neno la kwanza mimi kulinena, niliita jina lako e mama. Cha ajabu nishikwapo na homa, unakosa raha usingizi huna, unakesha usiku kisimama, unamuomba niponye karima. Daraja lako ni la juu sana, baada mtume nafata we mama. Daraja lako ni la juu sana, baada mtume nafata we mama. Na mashallah ni nashidi ya mama hiyo, na bila shaka mtazamaji wetu tunaamini kwamba umepata ujumbe na ukumbusho ndani yake, kwa sababu lengo kubwa la nashidi sio tu kwamba unapata burudani ndani yake, lakini pia unapata ujumbe na ukumbusho, na hatimaye ukifanya kazi tunaamini kwamba itakuwa ni sehemu ya saada, mafanikio ya duniani na akhira, hususan katika nashidi ambazo zinahusiana na wazazi wetu, na zaidi akina mama ambao wamepata shida kubwa sana katika kubeba mimba miezi 9 ama wakati mwingine zaidi ya hapo,
ama wakati mwingine chini ya hapo, lakini kwa matatizo makubwa sana, wakati mwingine viso vinawaelemea, lakini ala kulli hal ni kuweza kuwafanyia wema ihsan, lakini pia kuwafanyia mambo au kuwazungumzishia mambo, kuzungumza nao katika hali iliyo bora kabisa, maana ya khairi, na wao ndio pepo yetu, manake hao ndio pepo yetu. Pepo yetu ipo chini ya nyayo zao. Pale ambapo tutawatii katika mambo ya khairi, basi itakuwa ni faraja na saada kwetu hapa duniani na kesho akhira. Lakini pale ambapo wanatuamrisha mambo ambayo yanakwenda kinyume na dini yetu, bila shaka imeamrisha, imeelekeza namna gani ya kuweza kwenda nao, wakati ambapo wanatuamrisha mambo ambayo itakuwa ni nje ya mfumo wa dini, mfumo sahihi. Shukran sana. Huyo ni Yusko akiwa na shida yake hiyo ya mama. Mashallah, hii ni lazima imfanye mama akupe ruhusa kutokana na ile maudhui yake, lakini pia namna gani ambavyo ndani yake umemshukuru kwa sababu ya ile kazi kubwa ambayo amefanya katika miezi 9, lakini baada ya hapo ni miaka kadhaa amekulea hadi unapata fahamu zako. Wallahi ni kazi kubwa sana. Ni kazi kubwa, na huwa na huzunika sana pale ambapo naona ama nasikia vijana, hususan vijana ambao wanawadharau wazazi wao. Maka unajiuliza huyu mtoto vipi bwana? Yani kitu cha ajabu. Ajabu wallahi. Tuseme yani kitu cha ajabu, mimi mpaka kesho mpaka baadhi ya marafiki zangu wa karibu wananishangaa, wananiambia shehe, mbona huwezi kuishi mbali na mama? Unaweza mfano tukasafiri siku 2, lakini siku ya 3 mimi nimerudi, bana mimi siwezi narudi zangu nyumbani. Allah akbar. Ni kwa sababu unajua wachile mbali na maigizo ambayo tunajaribu kuwaigizia wazee wetu, mimi naweza nikasema nina common kitu ambacho kiko moyoni na siwezi. Maana yake kuna kipindi nilikuwa napitia kwenye mtihani wa maradhi, ama niseme neema ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia, basi mama alikuwa anakosa raha sana. Allah akbar. Hivi sasa hivi mfano hapa nilipo nimpigie simu ambe mama naumwa. Nini tena mwanangu, kwa nini utulii baba? Fanya urudi zako nyumbani basi. Ule upendo wa mama. Allah. Yani mpaka kuna mwili unakuwa mwili yani unanisisimka, nasema hichi ni kitu cha ajabu sana ambapo Mwenyezi Mungu amenipatia. Yani nakuwa napata tabu, zinatokea kazi za mimi kusafiri kuondoka kwenda nje ya nchi, nakuwa na sita, najiuliza mama atabaki na nani? Mama itakuwaje? Kuna siku aligundua kama nimekataa kazi ya kuondoka kwa sababu yake yeye. Akanambia, mwanangu wewe muamini Mungu. Kamuuliza kwa nini? Kwani ukiondoka mimi hapa nitakuwa niko peke yangu? Kaambia, unajua mama, siwezi, na hisi utapata tabu, utahitaji mtu wa kumtuma, mtu wa kukusaidia kazi zako, mara hichi. Na hapana, mimi niko na Mungu. Kwa sababu tukumbuke kwamba sisi ni wa Allah na kwake tutarejea bila shaka. Kaambia sawa mama, ikitokea nitakwenda, lakini niache angalau moyo wangu uridhike ndipo niende. Siwezi nikaondoka kwa sababu umeniambia. Yani mapenzi yangu kwako ni makubwa sana. Ndio maana huwa anakuwa mkali nikimwona mtu anamuingilia mama ama mama wa kwangu mimi. Naam. Inakuwa hujisikii vizuri na lazima unaweza ukaniona upande wangu wapi. Siwezi. Zile hasira zako unazionyesha pale, maana yani ni mzuri sana alhamdulillah kuweza kuzuia hasira, lakini unaponivurugia mzazi wangu hususan wa kike, sina, lazima usimame kidete. Nakuwa siwezi. Na Mwenyezi Mungu yani imejitahidi sana kumwomba Mwenyezi Mungu niweze kuzuia hasira zangu kwenye upande huo, lakini nashindwa. Najikuta tu. Allah akbar. Haya, bila shaka hiyo ni hatua kubwa sana katika mapenzi kwa mama zetu, na inshallah kupitia kipindi chetu hiki iwe ni sababu sisi hapa wazungumzaji, lakini pia nyinyi ufuatiliaji na vijana wetu, watoto wetu kwa ujumla, tuwe na hamu kubwa ya kuweza kuwatia wazazi wetu katika mambo ya kheri, lakini pia kuwafanyia wema na kuondokana na kuwatamkisha ama kuwatamkia maneno ambayo si mazuri kwa kweli, ambayo tawafanya wao na huzuni, lakini pia kutuombea wakati mwingine maangamizi. Ingawa wanakuwa wanajizuia sana kina mama zetu mashallah katika kutuombea maangamizi, kwa sababu wanatupenda bado, lakini sisi tunakuwa hatuonyeshi ile hamu yetu kwao katika mapenzi. Na hadi wakati huu tunazungumza tukiwa tuna miaka mingapi tangu ulivyoingia katika ifani? Sikumbuki kamili, lakini naweza nikafika miaka 4. Inaweza kafika na inaweza kazidi. Na gani ambayo unahisi kwamba ukisikiliza unajua hasa hapa amefanya kitu katika zile nashidi zako ambazo tayari umeshazitoa? Katika nashidi ambayo
Naweza nikasema ni huyo mama. Ni ya mama Yani sifa zote naomba nimpelekee ni huyo mama. Okay. Hizi nyingine ni nzuri, zina ujumbe zaidi. Lakini kwa ambayo niliyofanya kitu ambayo ikanigusa kwa sababu nilisoma kwa feeling sana. Okay. Ni hiyo mama. Mashallah. Na tuna miaka minne tangu kuingia katika ifani kwa upande wako ile ambayo unaikumbuka, lakini kabla ya hapo alhamdulillah tumetoka ni muda mrefu sana wa kitambo, tangu pale ambapo nashidi za Kiswahili zilianza hapa Zanzibar ama Afrika Mashariki, East Africa. Unaizungumziaje tasnia hii ya nashid pale tukilinganisha pale ambapo tumetoka na hadi wakati huu ambao tunazungumza? Tasnia imetoka mbali sana. Imetoka mbali sana. Ilitoka kwenye dhihaka, watu wakawa wanapata tabu, wanahangaika ma studio. Mtu anakwenda kufanya, kwa sababu studio za nashidi kifupi ilikuwa hamna. Mtu anakwenda kurekodi nashidi kwenye hizi music studio. Akifika kule hata wale producer anamwona au anafanya kitu gani, kama wenyewe wanashangaa kama anafanya fujo tu, tena inakuaje. Lakini sasa hivi imekuwa kama ni icon, naweza nikasema hususan kwa kwetu sisi Zanzibar imekuwa kama ni icon tena ya Zanzibar. Maana tukisema tuhesabu Munshiduna Zanzibar tunaweza tukafika hata 200. 200 tunaweza tukafika na tukapita, kwa sababu tukavuka zaidi kila ambaye anajisikia, kwa sababu studio zimekuwa ziko nyingi sana. Na nyingine zimekuwa na kwamba bana mimi si record music yote na record nashid. Na ongezeko hilo unalitathmini vipi? Pengine ni sehemu ya kwamba watu wameichukua kama jukwaa la kutafuta uchumi, na pengine zinaingiza tayari nashid, ama labda ni mapenzi tu ya mtu kuingia katika tasnia anafanya? Kuna wengine huingia kwa mapenzi, kuna wengine huingia kwa kutegemea uchumi. Lakini ni moja katika hatua za ukuaji, naweza nikasema. Kwa sababu hata tukisema tuchunguze mambo ya musician yameanzia huko. Mwanzo ilikuwa kama ni fan base, ikaenda kuwa kama ni biashara, yani inakuwa ni hivyo. Kwa na kiupande wetu imekuwa ni hivyo, na sasa hivi tuko katika hatua nzuri. Tumefanikisha kuondoa, naweza nikasema, ujahili wa music Unguja. Sasa hivi nasikika nashid tu. Na nashid ilikupatia umaarufu gani? Lakini pia tungepata kujua, tungaunganisha hapa swali, una matarajio gani baadaye? Nashidi imenipatia umaarufu sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kama ni mtu ambaye inaonekana nimesoma dini sana. Nimesoma kiasi, kwa kiasi alhamdulillah. Sababu siwezi kusoma kama waliosoma, nimesoma kwa kiasi alhamdulillah. Na imenijengea na heshima ambayo kubwa ambayo mimi sikuitarajia. Naweza nikasema mzazi wangu wa kiume, heshima ambayo mimi niko nayo, hata kama tukaenda sehemu mwenyewe atashangaa, huyu anaheshimika hivi. Ni kijana mdogo tu. Kijana mdogo, yani huyu mimi naishi naye tu mule ndani nafanya hivi, anaheshimika kiasi hichi. Kuna kawaida tu. Anaona kawaida, lakini alhamdulillah najivunia sana, kwa sababu najivunia sana alhamdulillah. Ndio. Najivunia sana. Na katika miaka hivi karibuni kumekuwa na mwamko mkubwa wa kuandaliwa matamasha mbalimbali ya nashid. Kuna faida gani ambayo inapatikana pengine, lakini hii inaashiria nini kuongezeka kwa matamasha ya nashid? Tofauti na pale mwanzo ambao tunaanza tasnia hili kuwa ni tamasha moja kwa mwaka mzima, lakini sasa imekuwa ni tofauti kabisa. Kuna ishara gani hapa? Ndio maana nikasema pale kwamba inakuwa kwa kila nyanja. Ndio. Kufanya matamasha mara nyingi, wengi ambao Munshiduna wanafanya matamasha, wengine wanafanya matamasha kwa sababu ya kuzindua album. Wengine hufanya matamasha kama ni biashara. Wengine huweka matamasha mfano kama siku maalumu kwa kunusuru vijana wengine kwenda kwenye mambo yasiokuwa, yani yasiofaa, wakawaleta kwenye mambo ambayo yanayofaa. Kwa sababu hata tukiangalia watu wa musician huwa wanafanya na wao matamasha. Kwa hiyo tukakaa tukawaza, sisi kama ni Munshiduna, sisi nao ni wasanii, lakini usanii wetu na wenzetu tofauti. Kwa nini na sisi tufanye festival zetu? Kwa hiyo tumefanya, yani tumefanikiwa kwa njia hiyo. Kwa hiyo inafanya biashara, inakuza pia kazi zetu, na pili inatuongezea financial mifukoni mwetu. Chochote kitu. Inshallah khair. Imekuwa ni sanaa na kama sanaa nyingine, na bila shaka kwa vile tupo katika mamlaka za nchi, inawezekana kwamba kuna chombo ambacho kinadhibiti wasanii
Sasa sijui kwa upande wenu mnazungumziaje hili, pengine kama tayari mmeshajisajili na mnatambulika? Ya, tumejisajili alhamdulillah. Okay. Kwenye logo kwenye lebo ambao nipo imesajiliwa, hata na mimi nimejisajili. Mashaallah. Na msimamizi wangu naye pia amejisajili. Kwa hiyo tunatambulikana kisheria. Okay. Kwa hiyo kipindi cha mwanzo ilikuwa kushuti, unakwenda kushuti, mfano unajua kwetu Unguja kushuti kidogo inakuwa ni mtihani, utakwenda kushuti unaambia wewe nani hivi, lakini unakwenda na leseni yako, unatambulikana kama wewe ni msanii. Okay. Na kidogo yani inasaidia sana. Inasaidia. Na mwisho katika kuhitimisha maongezi yetu tuweze kufahamu una nasaha gani kwa munshidun wenzetu, hasa hawa vijana ambao wanaanza sasa hivi, pengine utakuwa na nasaha zote kwao na kwa jamii kwa ujumla? Inshallah, karibu. Ndugu munshiduna wenzangu, jambo moja ambalo nakunasihini sana na siku zote huwa nasema tukutana kwenye vikao, tuache fitna. Unaingia kwenye nashidi, usitegemee kwamba mimi nafanya kitu fulani kwa sababu kitu fulani. Hapana, nashidi ni sehemu ya dini, naweza nikasema, kwa sababu nasi tunajaribu kutangaza Uislamu kwa kupitia lahni, mashairi mazuri. Kwa hiyo usimchukie mwenzako kisa yeye kaimba Qur'ani, unaweza na wewe imba Qur'ani. Maneno fitna, chuki zile ambazo zisokuwa na maana, kwa sababu tutakuwa hatuna tofauti na wasanii wa musician. Sisi dini maana yake inaashiria ni mshikamano kwa watu. Kwa hiyo sisi tunataka tushikamane, tupendane. Yani hicho ambacho unachopenda, unaingia kwenye tasnia na shida, basi penda munshiduna wote. Naam. Fanya kiikhlas pia. Aiwa. Okay, mashallah. Shukran jazilan Yusko ama Yunus Sudi Cosmas. Sasa inshallah khairi. Huyo ni Yusko kwa ufupi, na alhamdulillah tumepata maelezo ya kutosha. Labda nifute kauli yangu, hatujapata maelezo ya kutosha kwa sababu tulitamani tuendelee naye, lakini muda unaona hautoshelezi kabisa, lakini alhamdulillah tumepata maelezo kwa asilimia kubwa ambayo bila shaka ni yenye manufaa kwetu, na tunaamini kwamba tukiyatumia vile ilivyo, tukiyafanyia kazi kiikhlas, tutakuwa katika suratul mustaqim, na kwa uwezo wa Allah kupitia kwa uwezo wa Allah tutafanikiwa jambo hilo kama tutafanya juhudi ya kufuatilia na kufuata kile ambacho yeye amekizungumza, na zaidi kwamba tuchukue wasia ama tuchukue maneno ambayo ametumia katika nashidi hii ya mama, kwa sababu wazazi wetu kama tulivyosema kabla kwamba wamepata shida kubwa sana, na laiti kama tungejua thamani ya wazazi wetu kiikhlas, kiilivyo kabisa, kidhati kabisa, basi hakuna mtu ambaye angejitokeza akathubutu kumfanyia idhlal, kumdhalilisha mama mzazi, bali kuwadhalilisha wazazi wawili na wazazi wenzake pia. Lakini tungefanya juhudi kubwa sana kumridhisha mama kutokana na yale mambo ya khair ambayo Allah ametuamrisha, na pale ambapo inatokezea pengine mama ametuamrisha jambo si zuri, basi tungetumia ule muongozo wa Qur'an, muongozo wa Allah, kwamba tuende nao kwa namna gani pale ambapo wanakosea au wanavuka katika ule mstari wa haki. Basi sisi tunakushukuru sana Yusko kwa ujio wako hapa, lakini inshallah iwe ni mwanzo, lakini kuwe na muendelezo pia, isiwe mwisho inshallah sijali. As long Allah ataeka uhai ndani yetu, basi inshallah khair. Tunafurahi sana kwa ujio wako, lakini pia hata hivyo tunakushukuru sana mtazamaji wetu Istiqama Studio TV kwa ufuatiliaji wako bora kabisa wa kipindi hiki cha nashidi zetu, lakini pia kwa kufuatilia kanati yetu hii kwa ujumla, vipindi mbalimbali, darasa mbalimbali ambazo zinaonekana na kusikika hapa katika channel yetu Istiqama Studio TV. Muhimu zaidi ni kwamba usisahau kusubscribe, lakini pia kulike, alkadhalika kushare, na kama utakuwa na maoni yote basi tuandikie katika eneo la comment hapo, inshallah tutayasoma na tuyafanyia kazi, lengo ikiwa ni kuendeleza na kufanya vizuri zaidi katika vile vipindi vyetu mbalimbali hapa Istiqama Studio TV. Naitwa Said bin Musa, lakini hapa tumekuwa naye katika safu ya mitambo Sheikh wetu Saud Hussein Luhita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.